Yesu wewe ndiye msaada, Bwana Yesu wewe ndiye msaada, msaada wakati wote. Mwili wa Kristo hujengwi na mtu. Mwili wa Kristo unajengwa na huduma mbalimbali. Ndio maana mimi wanaheshimu sana hata waimbaji, hata wapigaji. Ni watumishi wa Bwana. Hao ndio wanaanzisha mashambulizi. Alafu strike mchungaji kiongozi anamalizia. Kuna watu ambao kazi yao kabisa, huduma zao hazionekani. Wao ni kufika, wameshakimbilia kwenda kufanya usafi chooni. Ni watumishi wa Mungu kabisa. Sasa kuna mwingine unakuta Mungu akishakuinua ndio unatudharau. Nini? Hapana. Tunahitajiana. Kulikuwepo na profesa mmoja, nimesema profesa. Profesa ni mtu aliyesoma sana. Sasa alikuwa anasafiri na mvuvi mmoja, wapo kwenye boti. Wakati wanatembea boti inaenda, profesa akamuuliza mvuvi, akamwambia, umesoma hadi la ngapi wewe? Akasema, sijawahi kusoma popote, nimezaliwa kwenye kuvua. Akamwambia, pole sana, umepoteza 40% ya maisha yako. Muha akasema, kikubwa uhai. Kwa wenzako mwambie kikubwa uhai. Wakati wanaenda, profesa akamuuliza mvuvi, hivi umetembea nchi ngapi wewe? Mvuvi akamjibu, nimeshakwambia ndugu yangu, mimi ni mvuvi, sijawahi kutembea. Hivi hunielewi? Akamwambia, pole sana, umepoteza 30% ya maisha yako. Zikawa ngapi? Mvuvi akasema, ndugu yangu, kikubwa uhai. Wameenda mahali, dhoruba ikaipiga boti. Boti ikataka kuanguka. Profesa alitoa ulimi nje. Moa akamuuliza, ndogo yangu, unajua kuogelea? Akasema, sijawahi kujifunza, tangu nimezaliwa niko chuoni, tuna boarding. Akaambiwa, pole ndogo yangu, umepoteza 100% ya maisha yako. Kuanzia leo mtu akikuzalau mwambie tu, unajua kuogelea, maana tutakutana tu. Hata uende kwa nani, lazima tunahitajiana. Mimi nimekaa kwa matajiri kabisa, nyumba ya kitajiri kabisa, nafanya kazi za ndani, lakini wananihitaji mimi. Hawawezi kuzoa mavi ya ng'ombe mpaka msasheka ingie. Mimi hata kinyaa sina, nazoa kwa amani tu, lakini vitu vyao vinachungulia kwa hivi. Nilikaa kwa tajiri mmoja pale Dar es Salaam pale, kati napikia mbwa kwa mtu. Ile nyumba tulikuwa na kabinti kamoja, kenyewe kafanya kazi za ndani, mimi nje. Kalikuwa kananizalau kale. Yaani wote cha kutumaini hatuna, alafu kananizalau. Tatizo lilikuwa ni hivi. Yule mama alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja. Kwa hiyo kwenda Ulaya alikuwa kama kila mwezi. Alikuwa na katoto kadogo. Kwa hiyo akienda Ulaya na binti wa kazi Ufaransa. Nikajifunza kumbe shida sio kufanya kazi, unafanyia kwa nani? Sasa kama unaenda Ufaransa kuna shida gani? Sasa kakirudi kananizalau. Wale mama wakitoka na mume wake kwenda kazini kananiita, Musa njoo, nifuatie vocha. Alafu ni mbali kwa mguu. Ukirudi, nilikwambia Airtel sio Tigo. Unakuwa house boy wa house girl. Sasa kulikuwepo na katoto kamoja kama miaka 3-4 hivi. Jamani, kale katoto kula kalikuwa kanalinga. Watoto akishazaliwa kwenye familia ya chakula, yaani chakula kwao hamna shida. Mama yule kwenda supermarket ananunua mavitu, anaweka kwenye uji vitu zaidi ya 10. Mtoto kumnywesha mpaka mshike, mwingine kolomelo, mwingine nini. Akataka. Mimi nashika tama, jamani, ingekuwa watoto wetu. Yaani uji wa dona, sukari kwa mbali, bakuli hizi. Paka unasema, nyie mwachisheni nyie, wewe ushibi. Bwana Yesu wewe ndiye msaada, Bwana Yesu wewe ndiye msaada, msaada wakati wote.